Mwombezi imekuwa tayari taji. Taji imekuwa tayari taji. Kweli ni taji ya kanisa imekuwa tayari taji. Taji imekuwa tayari taji. Taji ya wahubiri imekuwa tayari taji. Taji imekuwa tayari taji. Ni taji ya wamama imekuwa tayari taji. Taji imekuwa tayari taji. Kweli ni taji ya wazee imekuwa tayari taji. Taji imekuwa tayari taji. Ni taji ya washindi imekuwa tayari taji. Taji imekuwa tayari taji. Pigia Bwana makofi, pigia Bwana makofi, sababu ni mwema. Pigia Bwana makofi, pigia Bwana makofi, sababu ni mwema. Imbia Bwana, imbia Bwana, sababu ni mwema. Imbia Bwana, imbia Bwana, sababu ni mwema. Chezea Bwana, chezea Bwana, sababu ni mwema. Chezea Bwana, chezea Bwana, sababu ni mwema. Pigia Bwana kelele, pigia Bwana kelele, sababu ni mwema. Pigia Bwana kelele, pigia Bwana kelele, sababu ni mwema. Wacha tuweze kuketi sasa kwa jina la Yesu wa Nazareti. Yeye ni mwema. Bwana asifiwe. Tumeimbia watu siku mingi. Leo tumuimbie Bwana. Yes, tumefurahia watu wenye watu zaidi, baadaye wanatupiga na maneno. Baadaye wanarudi wanatuzengenya. Bwana asifiwe. Amen. Lakini huyu Bwana ni mwema. Mpendo wa Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Ikawa siku moja nikiwa nimelala, Mungu akanipea maono. Bwana masikini shindwe kwa jina la Yesu. Lakini Bwana asifiwe. Amen. Tunasahau kushukuru Mungu mwenye anaweza kutuondoa katika ile shida. Sasa tunakaa katika baridi. Unajua baridi. Bwana asifiwe. Amen. Sijui kama mtakubali niwape mfano wa mtu ambaye hawezi umwa mtu. Niwape tu huyo mfano. Mbwa mwenye hawezi umwa mtu akikuona ukanapweka. Bwana asifiwe. Uko mbali ni uoga. Haleluya. Ukifanya hivi anatoroka. Bwana asifiwe. Lakini mbwa mwenye anaweza uma mtu akikuona hivi anaanza kukuja. Mkutane. Bwana asifiwe. Kwa nini? Ako na confidence, anajiamini. Haleluya. Amen. So siku ya leo hiyo mafundisho na ile maana ilikuwa inanionyesha kuwa na confidence, kujiamini. Na hii kujiamini, Mungu akakubali kunifundisha kuhusu kitabu cha Wakolosai. Bwana asifiwe. Amen. 3 mstari wake wa kwanza. Biblia inasema hivi: basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Bwana asifiwe. Hiyo tunaambiwa ni nguvu ya Mkristo. Haleluya. Nguvu ya Mkristo ni kutafuta yaliyo juu, Kristo aliko. Bwana asifiwe. Kwa sababu tukitafuta yaliyo chini penye Kristo hayuko, hatuna nguvu, tutakuwa na uoga. Bwana asifiwe. Amen. Sasa mafundisho ya siku ya leo. Bwana asifiwe. Amen. Tunahitaji msingi. Bwana asifiwe sana. Ya kutambua sisi ni kina nani katika hii safari. Sisi ni hodari kwa sababu Bwana wetu Yesu ni hodari wa vita, wapendwa. Haleluya. Kama kuna wale watu wa kutisha ndio sisi, kwa sababu Yesu alitisha ambaye yako ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndiye alisema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hivyo ni kusema huyu Kristo Yesu leo tukiacha kutafuta yaliyo chini, tutafuta yaliyo juu, atakaa ndani yetu na sisi tutakaa ndani yake.
Bwana asifiwe. Amen. Hakuna kitu kibaya itatukaribia. Hatutashinda tukikemea hii, tukikemea ile. Tutakuwa tukishukuru kwa maana ametenda maajabu. Yes. Haleluya. Amen. Sisi ni zaidi ya washindi tukiwa na Yesu ndani yetu. Na kama hatuna Yesu ndani yetu, basi hapo kuna shida. So siku ya leo tunafundishwa nini? Basi mkiwa mmevuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Tujue siku ya leo Bwana wetu Yesu Kristo ako juu, ameketi juu mbinguni. Bwana asifiwe. So katika maisha yetu, nguvu yetu ni kutafuta yaliyo juu wapendwa. Tumetafuta yaliyo chini siku mingi. Yaliyo chini yametudisappoint. Bwana asifiwe. Amen. Yaliyo chini yamefanya tumechoka, yamefanya tumevunjika moyo, yamefanya tunaona kana kwamba hatustahili tena. Bwana asifiwe sana. Lakini yaliyo juu ni nguvu, yaliyo juu ni ushindi, yaliyo juu ni baraka, yaliyo juu ni amani. Oh, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wacha niwashangaze kitu. Wakati Mungu ametembea kati ya wana wa Israeli, hakuna hata dakika moja Mfilisti aliweza kukaribia mwana wa Israeli. Haleluya. Amen. Waliweza kushinda Washami, waliweza bahari iliweza kutawanyika, bahari, mto, Red Sea iliweza kutii. Bwana asifiwe. Fimbo ya Musa, maana Mungu wako kati yao. Haleluya. Amen. Sio wapendwa, fimbo yenye ina Mungu hakuna kitu itafanya. Hiyo ni kuni ya kuchemsha gitari watu wakule. Haleluya. Amen. Lakini Musa alikuwa na Mungu. Bwana asifiwe. Na sauti ya Mungu inamwambia nyosha fimbo yako kwa bahari, Red Sea kasimama ukuta, mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Miujiza yenye ijawaisha. Huyo Mungu ndiye anatunemea leo. Bwana asifiwe. Anatuambia nini? Tafuteni yaliyo juu, Kristo alipo. Nguvu zetu ziko katika Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Wacha tuchoke na tusiendelee kutafuta yaliyo chini kwa marafiki, kwa sifa. Unajua, wacha niwape mfano kidogo. Bwana asifiwe. Amen. Unaweza kuwa uko na ujuzi mzuri na kibali kwa watu, lakini ni hasara wakati unatafuta yaliyo chini, au utafanya makusudi ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu utatamani watu wakuongelee, watu wakupee sifa. Bwana asifiwe. Na kwa sababu watu wengine atanunulia mtu chakula ya 100, atasema waseme, mimi ndio nilinunulia fulani chakula ya 100. Kwa nini? Anataka si Yesu hapendi hivyo. Hiyo ni kutafuta yaliyo chini. Unapotafuta ya juu. Amen. Yesu anasema nini? Aonaye sirini atakujibu. Haleluya. Amen. Kwa nini anatuambia hivyo? Anataka baraka zetu zitoke kwake zenye zinadumu. Tusitake tulipwe na watu. Vile atakulipa. Bwana asifiwe sana. Amen. Sio nataka kusema nini? Siku ya leo neno la Bwana linatufundisha kwa maisha yetu. Mungu anataka tuwe hodari. Mungu anataka tujiamini. Mungu anataka tuwe imara. Mungu anataka tusitishwe. Lazima tutafute yaliyo juu, Kristo alipo. Ndio Kristo akae ndani yetu, tuweze kukua wale ambao hawawezi kutishika kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Wacha tusome mstari wa 2. Nasema, yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Haleluya. Amen. Wakati mwingi ukifikiria yaliyo katika nchi ni vizuri, kwa sababu tunakaa katika hii dunia, lakini yaliyo nchi yanaleta kiburi. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru mchungaji alikuwa ametuambia hiyo kitu kwamba kiburi inatangulia kabla ya kwangu. Ni kusema wakati unaona unafikiria yaliyo chini utapata kiburi. Si ni mimi? Kama sio mimi ingekuwa. Si mimi naweza fanya hii. Si naweza. Bwana asifiwe sana. Hiyo Kenya kinafuata next patient ni nini? Ni kuanguka. Kwa sababu kiburi kitangulia nini? Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini wakati tutafikiria yaliyo juu, sio yaliyo chini, Bwana asifiwe. Hapo sasa tunaweza kubambanua yaliyo mema, imekuwa mingi. Bwana asifiwe. Unajua shetani anatoka kunena na yeye kila wakati anatangulia mbele. Bwana asifiwe. Nataka nikushangaze na ujue shetani anatangulia mbele. Haleluya.
lakini sauti yake unaweza itambua kwa sababu inakuja vikiwa imebeba kitu inaitwa kiburi na uongo na majivuno. Kumbuka wakati wa Bwana wetu Yesu. Wakati Yesu amefunga jangwani siku 40. Haleluya. Amen. Biblia inatuambia akafika akaona nani alimnenea wa kwanza? Ni Shetani. Na unafikiria na mnenea akiwa na mazuri? Hapana. Anamnenea ndiye akuwe na kiburi, aache Mungu wake, ndio sasa ulimwengu usikombolewe. Yesu. Sasa ikiwa sasa siliwe mwana wa Mungu, geuza hili jiwe liwe mkate ukule, si umeona njaa na wewe ni mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Nini shetani anachifanyaga mzuri? Sio kila sauti yenye utasikia, sio kila sauti yenye utafuata. Bwana asifiwe. Kuna sauti zingine zinakuja zikiwa na nia ya kukuangamiza. Haleluya. Amen. Kuna sauti zingine zinakuja zikiwa na nia ya kukutoa katika Mungu. Haleluya. Na sasa siri yaliyo juu sio yaliyo katika nchi. Yaliyo katika nchi ni dhambi. Yaliyo katika nchi ni mitego. Bwana asifiwe. Lakini yaliyo katika juu ni nuru. Bwana asifiwe. Yaliyo katika juu ni wokovu. Haleluya. Nafurahia huyu Bwana wetu Yesu Kristo kwa maana alituandaa kupitia neno ili tusije tukadanganywa. Adui ni wengi, mitego imekuwa mingi, adui anakuja na maneno mazuri. Bwana asifiwe. Kuna wakati mwingine sio kila mtu anaweza kukuambia advice uone anakujali. Haleluya. Ufuate ile advice, hapana. Ingine unahitaji kujiamulia mwenyewe. Usifuate kwa sababu ya urafiki mlio na yule ambaye anakuadvise. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna wakati tulikuwa tunafiki. Bwana asifiwe. Na tunafikiri kana kwamba ni ukweli. Alisema hivi, katika ile ulevi walikuwa anakunywa pombe ni wazee wawili. Sasa mzee mwenzake anaambia mwingine, mimi kwangu mama ongeangi. Kwanza vile unaenda kutandika ni malisi. Bwana asifiwe. Amen. Mama ongeangi. Wanatiana moyo wale wazee. Sasa wanaenda. Anamwambia ukifika utasikia ndugu, utasikia ndugu. Bwana asifiwe. Amen. Jamaa anaenda anagonga ukuta, anamwambia nigonga ukuta. Haleluya. Amen. Huyu anatandika ukuta. Mama anasikia ndugu. Sasa huyu mwingine mjinga, Bwana asifiwe. Yeye anatandika mama, huyu anatandika ukuta. Bwana asifiwe sana. Amen. Huyu anapomoa ndoa yake, huyu mwingine. Sio kila mtu anakupea advice ati anakupenda. Kuna mwingine anakupea advice akitamani uachilie kile ambacho umeshikilia chukua. Bwana asifiwe sana. Amen. Anashindwa. Wewe unaanza kipanda. Yeye ndiye anafaa weka kipanda kuambia kipanda mboga zinaharibikaka usiku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kesho namkuta yeye ndiye anauza manama na kwamba unashindwa, si uliniambia mboga nifanye, nasema hapana nini? Nilio nimeona nimepata rafiki yako karibia nini? Anajitetea lakini amekutoa kwa kazi. Bwana asifiwe. Amen. Tusisikie advice za kila mtu. Tutafute yaliyo juu Kristo aliko. Bwana asifiwe. Hapo ndio hakuna udanganyifu peke yake. Lakini yaliyo chini yako na udanganyifu mingi na mitego mingi. Bwana asifiwe. Amen. Mstari wa 3 nasema, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Bwana asifiwe. Amen. So katika hii safari ya wokovu kuna vitu lazima tukubali kuziachilia, ndio tunaambiwa tulikufa. Bwana asifiwe. Amen. Na uhai wetu umefichwa katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya Mungu. Haleluya. Sasa nataka kusema nini? Nataka kukuambia Mkristo ambaye utembei na Yesu uko na shida. Haleluya. Unahitaji Yesu kwa maisha yako, mpendwa. Bwana asifiwe. Ninahitaji Yesu kwa maisha yangu. Kama kuna kitu inaitwa wokovu, ni mtu ambaye yako na Yesu. Haleluya. Ikiwa hauna Yesu, wacha tuweze kufocus sasa. Ikiwa hauna Yesu, haleluya, ni kama gari ambayo ina mafuta. Bwana asifiwe. Gari ambayo ina mafuta hakuna mahali itaenda. Kwa nini? Haina nini? Mafuta. Lakini ikiwa mafuta inaenda anywhere. Bwana asifiwe. Nataka kusema nini? Ukiwa na Yesu kama Mkristo unaweza fanya chochote. Lakini ikiwa hauna Yesu mpendwa, uko na shida. Hakuna kitu unaweza kufanya. Yohana anasema nini?
Bwana asifiwe. Amen. Tawi ambalo Bwana asifiwe alimo ndani ya mzabibu linaanguka, linanyauka, linakuwa kitu ya kuteketezwa. Bwana asifiwe sana. Amen. So nataka kusema nini? Lazima tuwe na Yesu, tuwe tawi ambalo liko ndani ya mzabibu. Haleluya. Amen. Sisi kama tunaendelea vizuri wapendwa. Nataka nikuonyeshe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na jinsi tunaweza omba tumpendeze Mungu. Lazima tuwe na Yesu. Ukikosa Yesu, leo hii mahali penye unatubu utaanza kukemea. Bwana asifiwe sana. Kuna mahali pengine tunahitaji kuambia Mungu tusamehe. Nisamehe tu Mungu nirejeshe. Nisamehe tu Mungu nipe nguvu. Nisamehe tu Mungu nionyeshe mapenzi yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini ikiwa hauna Yesu, badala ya utubu utaanza kukemea, na ukikemea unajua mahali penye unafaa kutubu, shetani anapatanga chance ya kucheka sana. Bwana asifiwe. Unaombea mtoto akiwa naomba, sasa inakuwa choto imeongezeka, kila kitu inaongezeka kwa sababu hujaomba kitu ambapo Mungu angependezwa. Shetani anapata nafasi ya kuataki vizuri. Lakini wakati uko na Yesu Kristo, unamwambia Mungu nisamehe, huyu mtoto apone, na huyu mtoto anaamuka, anapata amani, anapata furaha, anaanza kucheka. Bwana asifiwe. Amen. Ni sehemu ya silaha. Matendo ni sehemu ya silaha ya Mkristo. Haleluya. Amen. Na wakati unaweza kosa kutenda mema, ni sawa na mtu ambaye askari ambaye hana nini? Ana silaha. Na kama vile unavyojua, askari ambaye hana silaha hata hawezi ogopa. Bwana asifiwe. Amen. Kwanza wale vijana wa maandamano waone askari hana silaha, hata wanaweza tandika. Sasa hivi ni mzuri kwa askari mwenye ana silaha. Tusikue askari mwenye anaweza tandikwa na watoto. Bwana asifiwe. Amen. Sasa siku ya leo tufikiri yaliyo juu, maana tumefikiria yaliyo chini siku mingi haijatusaidia. Bwana asifiwe. Amen. Hakuna faida tumepata tangu tuanze kufikiria yaliyo chini. Na hivyo ndivyo tunaenda kusoma mstari wa 4. Inasema Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Bwana asifiwe. Amen. Wakati Yesu anafunuliwa katika utukufu wake, na sisi pia tunafunuliwa. Bwana asifiwe. Hivyo ni kuambiwa lazima kama Mkristo tuwe na Yesu. Lazima kama Mkristo tutembee na neno la Mungu, ndilo Yesu Kristo. Na imani kwamba tusimwache Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Basi vivisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi. Bwana asifiwe. Amen. So viungo vyetu lazima kwanza. Bwana asifiwe sana. Amen. Biblia inatuambia mstari wa 5, basi vivisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi: usherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mbaya na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Bwana asifiwe sana. Amen. So unaweza ona kana kwamba wewe hakuna sanamu unaendanga kuabudu, lakini kwa matendo yako uko na sanamu. Bwana asifiwe. Amen. Hii sanamu ni nini? Ndio hiyo. Usherati ni sanamu. Uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani. Bwana asifiwe. Ndio ibada ya sanamu. Sasa ukiona Mungu anasemanga anachukia watu wanaoabudu sanamu, Mungu atusaidie sana. Kuna mambo ambayo tunaweza kuchukuta sisi tumebeba sanamu na hatuna habari. Haleluya. Lakini Biblia inaendelea kutuambia kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. Sasa hapo kuna hatari. Ukiwa katika hiyo hali, ujue wewe umefikiria yaliyo chini au utafuta yaliyo wapi? Kristo alivyo. Bwana asifiwe. Yaliyo chini yanaleta tamaa mbaya, yanaleta uchafu. Yaliyo wapi? Chini. Yaliyo chini yanafanya kuchanganyikiwa. Bwana asifiwe. Amen. Yaliyo chini tuikatae leo, yaliyo chini tukatae leo. Bwana asifiwe. Yanaleta uchafu kwa huduma. Bwana asifiwe sana. Lakini yaliyo juu, Kristo alipo, yanaleta ushindi na furaha. Kwa sababu gani? Tunasema katika hayo ninyi nanyi mlitembea zamani mlipoishi katika hayo, lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote: hasira na ghadhabu na uovu na matukano na matusi vinywani mwenu. Hiyo mambo tuiweke wapi? Mbali. Kwa sababu
Wakati mtu wako na yale maneno, ana Yesu hata kama atasema Bwana asifiwe. Ana Yesu hata kama ataongea na lugha. Ana Yesu hata kama atafanya miujiza. Bwana asifiwe sana. Amen. Hayo ni mambo lazima uyaweke mbali. Bwana asifiwe sana. Hata kama nitafaa kofia ya round nikuje kuwatisha. Niwaambie mimi mtakatifu nafaa kofia ya round. Ni wa mpigie. Kama nimepepa ile maneno, sina Mungu na ni hatari kupoteza kanisa la Bwana. Haleluya. Sisanyosha kipole wanafaa kofia sana. Sitaonyesha kipole. Bwana asifiwe. Ni mfano tunawapea. Haleluya. Lakini nataka kusema nini? Title ya Mkristo. Haleluya. Amen. Haitoshi bila kutenda mapenzi ya Mungu, bila kutenda maagizo ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. So siku ya leo hata mkiniita mtume ni bure kama nimeacha Yesu. Ni bure sana. Haitakuwa na maana. Haleluya. Kwa nini? Huyu Yesu ndiye atafanya huduma yangu iwe na furaha, huduma yangu iwe na amani, huduma yangu ifikishe watu wapi? Mbinguni. Bwana asifiwe. Amen. Ama hii huduma ifikishe watu kwa baraka. So mimi na wewe siku ya leo wapendwa, Bwana asifiwe sana. Hii mambo tuiweke mbali. Ni kitabu cha Wakolosai 3 mstari wa 7 anasema, katika hayo ninyi nanyi mlitembea zamani mlipoishi katika hayo. Bwana asifiwe. Ni kusema ukiwa Mkristo leo itakuwa past tense au utakuwa ndani ya yale maneno. Haleluya. Amen. Itakuwa mambo iliyopita. Haya, nani nasema? Lakini sasa yawekeni mbali. Uko na kalamu, weke laini hapo. Yawekeni mbali. Bwana asifiwe. Amen. Lakini sasa yawekeni mbali. Bwana asifiwe. Haya mambo hiyo naweka mbali ni yale yanafanya ukae katika chini, ukae penye Yesu hayuko. Bwana asifiwe. Amen. Sikia. Yale mambo tunafaa kuyaweke mbali ndani. Lakini sasa yawekeni mbali. Sikia. Nanyi haya yote. Sasa sikia. Ya kwanza hasira. Weka mbali kitu inaitwa nini? Hasira. Na ghadhabu. Bwana asifiwe. Amen. Na uovu. Na matukano. Na matusi vinywani mwenu. Bwana asifiwe. Amen. Msiambiane uongo kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake. Haleluya. Amen. Mstari wa 10 nikimalizia. Mkivaa utu upya unaofanywa upya upate ufahamu sawa sawa na mfano wake yeye aliyeumba. Bwana asifiwe. Amen. Mungu abariki tu kanisa lake. Amen. Haleluya. Amen. Kuanzia sasa tutafute yaliyo juu Kristo aliko. Bwana asifiwe. Hizi shida zenye unaona zitakimbia peke yake. Au utaishi ukisema ninakukemea shetani na kukemea shetani. Wewe ukimbeba Yesu shetani anakimbia hata kukaribia. Hiyo ndio siri siku ya leo. Bwana asifiwe. Amen. Wapendwa, tusing'ang'ane kupigana shetani na mwili, ni roho mchafu. Mwili haitaweza kumpinga shetani. Lakini neno la Mungu moja tu linaweza kumfikisha shetani kuzimu. Bwana asifiwe. Amen. Ukiwa na Mungu hahitaji kuomba maombi mengi. Haleluya. Amen. Kumbuka Paulo unataka kuwa mzima. Bwana asifiwe.